Nchini Tanzania hivi sasa, ambapo utafiti uliochapishwa na jarida la afya la Italia umebaini kuwa asilimia 23.3 ya watoto wanaosoma shule za chekechea katika wilaya za Ilala na Kinondoni jijini Dar es Salaam, Tanzania, wamebainika kuwa na shinikizo la juu la damu. Matokeo ya utafiti huo unaozua mshtuko yametolewa, huku takwimu pia za shinikizo la juu kwa watu wazima likiongezeka katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Lakini kipi chanzo cha ongezeko la ugonjwa huu kwa watoto? Florence Majani na maelezo zaidi. Utafiti uliofanyika katika wilaya mbili za mkoa wa Dar es Salaam, Ilala na Kinondoni, kuanzia Oktoba hadi Novemba 2020, umebaini kuwa asilimia 23.3 ya watoto wenye umri wa kati ya miaka 2 hadi 5 wanaosoma shule za awali almaarufu chekechea walibainika kuwa na ugonjwa wa shinikizo la juu la damu. Utafiti huo uliochapishwa Machi 19, 2025 katika jarida la afya ya watoto la Italia umefanywa kwa kushirikiana na madaktari wa Chuo Kikuu cha Sayansi ya Afya cha Muhimbili MUHAS, kitengo cha afya ya mtoto. Dr. Kandi Muze, mtaalamu wa afya ya vichocheo na kisukari kwa watoto wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, amefafanua mazingira ya watoto wenye umri mdogo kubainika na maradhi ya shinikizo la damu. Mara nyingi kuna chanzo cha kitaalamu ambacho lazima kichunguzwe kwamba kwa nini. Na mara nyingi kwa umri wao common causes, yani ukisoma hata unaowaona, yani figo mara nyingi inaanzia kwenye shida ya figo, na mara nyingi inaanzia kama sio figo inawezekana ni matatizo ya kihormone na nini. Mara nyingi sana matatizo ya moyo na kitu kama hivyo. Utafiti huo kadhalika ulibaini kuwa chanzo cha maradhi hayo kwa watoto kwa asilimia 69 yanasababishwa na unene kupita kiasi. Dr. Katanta Msole, mtaalamu wa afya ya jamii kutoka Wizara ya Afya Tanzania, amesema mitindo ya maisha imebadili namna maradhi yanavyoathiri kulingana na umri. Lakini sasa hivi tunaanza kushuhudia na kuona watoto wadogo wana experience hizo non-communicable diseases ingali wakiwa wadogo. Unakuta mtoto mdogo ana mwili mkubwa ambao huendana na umri wake. Watoto wa 1083 walitumika kama sampuli katika utafiti huo uliopata kibali kwa wazazi na walezi wa watoto hao kabla ya utafiti. Pendo Malia ni mama na mkazi wa wilaya Ilala jijini Dar es Salaam. Anasema chanzo cha tatizo ni hiki. Chanzo cha watoto kugundulika sasa hivi, watoto wadogo wenye umri mdogo kuwa na matatizo ya pressure, hasa ni kutokana na kubadilika kwa jinsi wazazi tunavyolea watoto. Tunawapa sana vyakula ambavyo sio vyakula. Takwimu kutoka Wizara ya Afya Tanzania zinaongeza uzito wa maradhi haya. Utafiti wa Wizara ya Afya mwaka 2024 ulibaini kuwa asilimia 34 ya wagonjwa waliofanyiwa uchunguzi walibainika kuwa na shinikizo la juu la damu miongoni mwa Watanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.